Uharigani mwanasoka mwenzangu, karibu tena katika jukwaa la michezo ili tuangazie yale yote yanayojiri viwanjani. Basi kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata video zetu. Na moja kwa moja tunakwenda kuangazia mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya KMC, mchezo utakaopigwa mapema mnamo tarehe 11 mwezi wa pili mwaka huu mnamo saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, kwa ni mchezo wa mkondo wa 8 kwa Simba Sports Club, lakini pia mchezo wa mkondo wa 13 kwa KMC. Hivyo basi mchezo huu ni mchezo muhimu kwa timu zote mbili kwa ujumla, huku kila mmoja akisaka jumla alama 3 ili kujiwekea nafasi bora katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia ubora wa mchezo huu unachagizwa na uimara wa timu zote mbili kwa ujumla. Na moja kwa moja tukimwangazia Simba Sports Club, anashikilia nafasi ya 6 katika msimamo wa ligi kuu akiwa na jumla ya alama 16, huku KMC akishikilia nafasi ya 16 na nafasi ya mwisho akiwa na jumla ya alama 5. Hivyo basi kocha mkuu wa Simba Sports Club Steve Barker ametangaza mabadiliko ya kikosi chake, kikosi ambacho kinakwenda kukabiliana na KMC ili kutafuta alama 3 na kufanikiwa kuendelea kutafuta nafasi za juu katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Na kikosi hicho kipo kama ifuatavyo. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa mlinda mlango, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kwanza na golikipa wake Kasali Tanja, huku mbadala wake akiwa ni Hussein Abel. Hivyo basi Kasali amekuwa golikipa wa kisasa mwenye uwezo mkubwa wa kufanya saves na kutumia vizuri miguu na mikono yake katika kuanzisha mashambulizi. Hiyo yote ni kutokana na uwezo mkubwa na wepesi wa kutumia ipasavyo miguu na mikono kwa golikipa huyo pindi hawapo langoni. Golikipa huyu aliyejiunga na wekundu wa Msimbazi vikaribuni amekuwa golikipa mwenye uwezo mkubwa katika kikosi cha Simba Sports, lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi na wepesi wake pindi hawapo langoni. Lakini pia golikipa huyu aliyejiunga na Simba Sports Club amekuwa mwenye bora katika kikosi hicho cha Simba Sports baada ya kuonyesha kiwango bora na kizuri katika michezo aliyokwisha kucheza hapo awali. Lakini pia tukiangazia upande wa walinzi wa Simba Sports Club, yani walinzi nambari 2, walinzi nambari 3, mlinzi nambari 4 na mlinzi nambari 5. Na moja kwa moja tukimwangazia beki nambari 2, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kuanza na Shomari Kapombe, huku mbadala wake akiwa ni David Frank Kameta Duchu. Ikumbukwe kwamba Shomari Kapombe anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kukaba kwa nguvu, lakini pia uwezo mkubwa wa kupiga mipira kati na kutengeneza mashambulizi. Lakini pia kocha mkuu Steve Barker ameendelea kumwamini Shomari Kapombe. Hiyo yote ni kutokana na uwezo na ubora mkubwa kumzuia winga wa kushoto wa timu pinzani ili asipige krosi au kupenya. Lakini pia anasifika kwa kukaba na kuingilia pasi upande wa kulia, kuzuia mipira ya krosi kuingia ndani ya eneo la hatari, lakini pia kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi pamoja na beki wa kati na beki wa kushoto. Lakini pia beki huyu anasifika kufunika nafasi pale beki wa kati anapotoka kwenye nafasi yake, lakini pia kuunga mkono mashambulizi kwa kukimbia pembeni. Lakini pia beki huyu anasifika kwa kupiga krosi kuelekea kwa washambuliaji, kutoa mapana ya uwanja upande wa kulia, kushiriki katika ujenzi wa mashambulizi kwa kupiga pasi kutokea nyuma, lakini pia kutengeneza nafasi au kupiga mashuti pindi anapoweza. Lakini pia tukiangazia kwa upande wa beki nambari 3, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kuanza na Nixon Kibabage, huku mbadala wake akiwa ni Anthony Mligo. Ikumbukwe kwamba Nixon Kibabage amekuwa ni mmoja wa mabeki bora wenye uzoefu mkubwa wa kukaba na kupandisha mashambulizi kwa wapinzani akitokea pembeni kwa muda mrefu. Beki huyu amekuwa beki bora kwenye mashindano ya ndani na nje kwa ujumla ya mipaka ya Tanzania. Lakini pia kocha Steve Barker ameendelea kumwamini Nixon Kibabage kutokana na uzoefu mkubwa alionao beki huyo ndani ya ligi na ubora mkubwa wa kuweza kushambulia na kuzuia mashambulizi pale timu inaposhambuliwa. Lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kupiga pasi ndefu na kukaba kwa usahihi. Lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kuweza kuongeza idadi ya viungo na kucheza kwa usahihi ili kuzuia mashambulizi kwa kuongeza idadi ya viungo katikati. Lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kumzuia winga wa kulia wa mpinzani asipige cross au kupenya, kukaba na kuingilia pasi upande wa kushoto, kuzuia mipira ya cross kuingia kwenye eneo lake la hatari, kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi pamoja na beki wa kati na beki wa kulia. Lakini pia beki huyu anasifika kufunika nafasi pale beki wa kati anapotoka kwenye nafasi
nafasi yake kuunga mkono mashambulizi kwa kukimbia pembeni, kupiga cross kuelekea kwa washambuliaji, kutoa upana wa uwanja upande wa kushoto, kushiriki katika ujenzi wa mashambulizi kwa kupiga pasi kutokea nyuma, lakini pia anasifika kwa kutengeneza nafasi au kupiga mashuti. Na moja kwa moja tukienda kuangazia upande wa beki nambari 4, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kuanza na Wilson Nangu, huku mbadala wake ukiwa ni Vedastus Masinde. Ikumbuke kwamba Wilson Nangu ni beki mwenye ufanisi wa hali ya juu, lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa ukaba mipira ya chini, lakini pia uwezo wake mkubwa ukaba mipira ya juu. Hiyo yote ni kutokana na kimo alichonacho beki huyo, lakini pia kufanya mitembeo na washambuliaji hatari ili kuwazuia wasilete madhara kwa timu, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa kupiga pasi, lakini pia huwazuia washambuliaji kupenya au kupata nafasi ya kujifunga, kupata nafasi ya kufunga, lakini pia huondoa mipira ya juu na ya hatari kwa ukaba au kupiga vichwa. Lakini pia beki huyo hutoa maelekezo na kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi, hufuatilia washambuliaji na kusafisha mipira karibu na lango. Lakini pia beki huyo hupiga pasi kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma, lakini pia huepuka makosa ya ovyo na kucheza kwa umakini muda wote. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 5, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kuanza na Rushan Dereki. Kumbuka kwamba Rushan Dereki amekuwa beki mwenye uwezo mkubwa kuzuia mashambulizi. Beki huyo anasifika kwa utulivu wa hali ya juu na nidhamu kubwa ya ukabaji dhidi ya wapinzani na uwezo mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi. Beki huyo ni beki mwenye ufanisi wa hali ya juu, anasifika kwa uwezo mkubwa kucheza mipira ya juu na kukaba kwa usahihi, lakini pia kukata katika sehemu sahihi ili kuzuia mashambulizi kutoka kwa upinzani. Beki huyo amekuwa ni beki muhimili imara na mkubwa katika kikosi cha Simba Sports Club baada ya kuisaidia timu kuwa bora katika safu ya ulinzi kwa kuweza kuwapanga vyema walinzi wenzake na ukaba mshambuliaji mkuu wa timu pinzani. Lakini pia beki huyo anasifika kuzuia mipira ya juu kwa kupiga vichwa, kukata pasi na kuzuia mashuti karibu na lango, lakini pia kuisaidia timu kuruhusu idadi ndogo ya mabao msimu huu. Hiyo yote inaonyesha ni kwa namna gani timu imeimarika zaidi na kuwa bora katika safu ya ulinzi. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa viungo wa kati, yani kiungo nambari 6, kiungo nambari 8 na kiungo nambari 10. Tukianza na kiungo nambari 6, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kuanza na Yusuf Ali Kagoma. Hiyo yote ni kutokana na mfululizo na ubora alionyesha kiungo huyo kwa kuweza kukaba kwa usahihi, kupiga pasi kwa usahihi na kusaidia timu pale inaposhambuliwa, lakini pia kusaidia timu kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma. Ikumbuke kwamba Yusuf Ali Kagoma amekuwa ni kiungo mwenye uwezo mkubwa kusaidia timu kuzuia mashambulizi wakati timu inaposhambuliwa na uwezo mkubwa kupandisha mashambulizi kutokea nyuma na kuisaidia kupambana na mashambulizi ya kushtukiza. Lakini pia kiungo huyo anasifika kwa uwezo mkubwa kujua eneo sahihi kucheza na kujiposition kwa ufasaha, lakini pia kupiga pasi au mipira mbali kwa usahihi wa hali ya juu. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 8, kocha mkuu wa Simba Sports Club Steve Barker amechagua kuanza na Alassane Kante, huku Nabi Kamara akiwa kama mbadala wake. Ikumbuke kwamba Alassane Kante amekuwa kiungo mwenye uwezo mkubwa wa kukaba, kuunganisha ulinzi na mashambulizi, kupokea mpira kutoka mabeki na kusambaza mbele, lakini pia anasifika kusaidia ulinzi kukaba na kurejesha mpira na kuziba nafasi katikati ya uwanja. Lakini pia kiungo huyo anasifika kuchangia mashambulizi, kupandisha mpira, kupiga pasi za mwisho na kuingia kwenye box la mpinzani, lakini pia kudhibiti tempo ya mchezo, kujua lini apunguze au harakishe kasi ya mchezo. Lakini pia kiungo huyo anasifika kupiga mashuti ya mbali, kutumia nafasi kufunga magoli kutoka nje ya box, lakini pia anasifika kufanya kazi nyingi uwanjani, kukimbia sana na kusaidia timu pande zote mbili. Kwa kifupi, kiungo namba 8 ni engine ya timu, anayehakikisha mpira unatembea vizuri na timu inakuwa imara katikati ya uwanja. Lakini pia anasifika kupiga pasi za mwisho kwa usahihi na kusaidia timu kufanya mashambulizi. Hiyo yote ni kutokana na ubora wa muda mrefu na uwezo wake mkubwa wa kukaba, kupiga pasi kwa usahihi na kwa sehemu sahihi pale timu inaposhambulia, lakini pia inaposhambuliwa. Mchezaji huyo aliyejiunga na Simba Sports Club majira ya joto amekuwa ni moja ya mihimili mikubwa katika klabu hiyo kwa kusaidia timu yake kutinga hatua nusu finali ya kombe la NMB Mapinduzi Cup, lakini pia kuwa na mwendezo bora wa matokeo katika ligi kuu NBC mpaka hivi sasa, huku akitofautiana jumla ya 8 dhidi ya kinara wa ligi hiyo, huko Simba akiwa na idadi ya mechi 7 mkononi dhidi ya kinara wa ligi hiyo ya Tanzania bara.
Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 10, kocha mkuu wa Simba Sports Club Steve Barker amechagua kuanza na kiungo wake Clatous Chota Chama, huku mbadala wake akiwa ni Morris Abraham. Ikumbukwe kwamba Clatous Chota Chama amekuwa ni mchezaji mwendelezo mzuri. Kiungo huyu anasifika kwa uwezo mkubwa kufunga, lakini pia kutoa pasi na kuchezesha timu, lakini pia kutengeneza nafasi kwa wachezaji wenzake. Lakini pia Chama amekuwa muhimili mkubwa katika klabu hiyo ya Simba Sports Club baada ya kuwa na mwendelezo wa ubora. Hiyo yote ni kutokana na ubora alionyesha kiungo huyo wa kuwa na uwezo mkubwa kupiga pasi za mwisho, kushambulia na kufunga magoli kwa namna tofauti. Lakini pia kiungo huyo anasifika kuandaa mashambulizi na kutengeneza nafasi za kufunga mabao, lakini pia kutoa pasi za mwisho kwa washambuliaji, kudhibiti ubunifu na mwelekeo wa mchezo kushambulia, lakini pia kupiga mashuti na kufunga mabao, kupokea mpira katikati ya viungo na washambuliaji, lakini pia kuvuta mabeki wa timu pinzani na kufungua nafasi. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa washambuliaji, ni mshambuliaji nambari 7, mshambuliaji nambari 9 na mshambuliaji nambari 11. Tukianza na mshambuliaji nambari 7, kocha mkuu wa Simba Sports Steve Barker amechagua kwanza na mshambuliaji wa Kibu Dennis Prosper na kumpumzisha Joshua Mutale. Hiyo yote ni kutokana na spidi na uwezo mkubwa kushambulia hafu ya mpinzani akitokea pembeni. Ukumbuke kwamba Kibu Dennis Prosper amekuwa ni moja ya mihimili mikubwa ya klabu ya Simba Sports mpaka hivi sasa katika ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia mshambuliaji huyo amekuwa akisifika uwezo mkubwa wa kutengeneza nafasi zinazoweza kuzaa mabao, lakini pia kuifungua safu ya ulinzi ya timu pinzani na kupiga pasi za mwisho. Lakini pia anasifika kutengeneza nafasi kwa kukimbia bila mpira na kuwavuta mabeki, kupokea na kumiliki mpira ndani ya eneo la hatari, kupiga mashuti kwa miguu au kichwa. Lakini pia anasifika kumalizia mipira ya cross na pasi za mwisho. Lakini pia anasifika kucheza kama kiungo wa mashambulizi na kuwaleta wachezaji wengine pembeni. Lakini pia tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 9, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kwanza na mshambuliaji wake Ura, huku mbadala wake akiwa ni Jonathan Soa pamoja na Selemani Mwalimu. Ikumbuke kwamba Ura amekuwa na ubora katika kikosi cha Simba Sports tangu ajiunge na wekundu hawa Msimbazi. Hivyo basi mshambuliaji huyu anasifika kwa uwezo mkubwa wa kufunga na kumiliki mpira ndani ya 18 ya mpinzani, na hivyo kupelekea kusababisha madhara akiwa katikati ya zoni ya wapinzani. Lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kukabia juu timu pinzani ili kuzia mpango wa mashambulizi ya haraka kutokea juu. Ura anasifika kwa ubora mkubwa wa kufunga mabao kwa kutumia nafasi zinazopatikana, kuweka pressure kwa mabeki wa mpinzani waliofanya makosa, lakini pia kuweka timu juu kwa kushikilia mpira, kupokea na kumiliki mpira ndani ya eneo la hatari. Lakini pia anasifika kwa kumalizia mipira ya cross kwa kichwa au miguu. Lakini pia tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 11, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kwanza na mshambuliaji wake Gwe, huku mbadala wake akiwa ni Eli Mpanzu Kibisawala. Ikumbuke kwamba mchezaji huu ni mchezaji mwenye uwezo wa kucheza nafasi za winga zote mbili, kushoto na kulia. Hiyo yote ni kwa sababu ya uwezo mkubwa wa kutumia miguu yote kwa nguvu ile na ubora ule. Amefunga magoli kadhaa akitokea kulia na kushoto kwa kupiga nje ya 18 ya upinzani, lakini pia na uwezo mkubwa wa kupiga pasi mpenyezo pamoja na pinpoint passes zinazoweza kukata safu ya ulinzi ya timu pinzani. Hii ni kutokana na vision alionayo na kuskani na kuangalia chaguzi sahihi ambao ni bora zaidi, na amefanya hivyo mara nyingi katika ligi ya ndani na kimataifa. Spidi yake ni kubwa na huwa inaongezeka zaidi akiwa na mpira mguuni, kitu kinachopelekea ugumu sana kwa mabeki wa pembeni kukabiliana naye, lakini pia energy yake ni ya kutosha. Na hayo ndio mabadiliko ya kikosi cha Simba Sports Club, kikosi kilichotangazwa mapema hivi leo na kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker kuelekea mchezo wanaokwenda kukabili KMC mnamo tarehe 11 mwezi wa pili saa 1 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Hivyo basi kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, basi usahau kusubscribe, kulike na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili kwanza kupata video zetu.